Simba wanatakiwa kuiendea mechi ya RS Berkane kwa nidhamu ya hali ya juu. Kwa mujibu wa wachambuzi, wanadai kwamba inapofika suala la fainali, hasa mataifa ya Waarabu, huwa mataifa kama Algeria, mataifa kama Misri pamoja na hilo la Morocco yanakuwa serious sana, yanaungana kitaifa, sababu wanaamini kwamba wao ni watu ambao wanaweza sana masuala ya mpira na wanastahili. Kwa hiyo kuja kutolewa ama kufungwa na timu ambazo zinatokea katika nchi za watu weusi, ukanda wa watu weusi, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho watakiwa sana. Ile hali ukiangalia timu za Arabu nyingi zimeonyesha tolewa kwenye michuano na zimebakia ni mbili tu, kwa sababu miaka mingi wanajua kucheza wao kwa wao. Utasikia sijui Esperance de Tunis anacheza na Al Ahly, utasikia sijui Alger sijui anacheza sijui na nani, umeona. Lakini kwa this time around imekuwa ni 50-50 na Mamelodi Sundowns anacheza na Pyramid, lakini Simba mwenyewe anacheza na timu ya Arabu. Imetoka timu mbili, na huku kwa watu weusi imetoka timu mbili, timu moja kutoka Afrika Mashariki na timu nyingine kutoka Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo tunajaribu kuzungumzia Simba inabidi kuwa makini sana kwenye uchezaji wake, kutokana na experience kwanza ya Arabu uchezaji fainali, vitu ambazo zinatakiwa kutumia, kwa sababu Simba hajawahi kuingia fainali, hajawahi kuingia hata nusu fainali. Kwa hiyo ni kitu inaweza ikamuia ngumu, kwa sababu hana experience na masuala hayo, hajawahi kucheza. Kikosi hiki nafikiri ni Fabrice Ngoma pamoja na kocha ndio waliwahi kuhusika na masuala ya fainali, kwa sababu nakumbuka kocha Fadlu Davis alikuwa na kikosi cha Orlando Pirates kipindi ambacho wanaitoa Simba kwenye klabu bingwa. Yeye ndio alikuwa kocha wa Orlando Pirates na wakaja wakafungwa na RS Berkane. Kwa hiyo ni the way tu ambavyo wanatakiwa kuyafuata mashindano haya kwa nidhamu ya hali ya juu. Kwa hiyo ni hayo tu.